kazi kwa miezi mitatu. Kwa hivyo ni muhimu kwa wakati huu tuwe na subira ili yale yote ambayo yametajwa katika hadidu rejea za tume hii yakafanyiwe kazi, na baada ya hapo tutapewa ripoti, na baada ya hiyo ripoti kama nchi tutajua tuchukue hatua gani ili kudhibiti matukio haya yasijitokeze tena. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Huwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi na maadili ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Sisi wote ni waandishi wa habari, tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari na maadili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balanced. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, ni muhimu vyombo vya habari vikajiepusha kuingilia uchunguzi unaoendelea, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. La nne, kwa waandishi wa habari wenzangu wa Tanzania na wahariri wetu wa Tanzania, kwanza naomba kuwapongeza kwa dhati kwa kazi nzuri mnazofanya kwa weledi mkubwa
kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Najua kuna magenge ya watu ambao wanashabikia nchi isambaratike, yanawashambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua. Nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeonesha umuhimu wa Tanzania kwanza na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu. Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko, na waandishi wetu wa habari wa Tanzania walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Kwenye maslahi ya Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania hatuhitaji kusifiwa na mtu mwingine yeyote. Kwenye maslahi ya nchi yetu, waandishi wa habari wa Tanzania tunahitaji kusifiwa na Watanzania. Na Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka nchi nzuri. Watanzania wanataka nchi inayokuwa kiuchumi. Watanzania wanataka nchi inayoshughulikia kero zao. Watanzania wanataka nchi inayowahudumia ipasavyo. Na waombeni ndugu zangu waandishi wa habari, msihofu na msishike na twashishi yoyote mnaposimamia maslahi ya taifa. Na labda niseme, mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Kwa Kiingereza wanasema responsible journalism. Kuna watu fulani nimeona siku 2-3 hizi kwenye mitandao wanataka kubeza uandishi wa habari wa Gerson Msigwa. Mimi ni mwandishi wa habari hasa, tena field journalist, niliyefanya kazi uwandani. Yaani ingekuwa ni vitani ningesema mimi ni field marshal. Waandishi wa habari wa Kongo mnajua hapa. I know what I'm doing. Kwa hiyo nyinyi mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji, responsible journalism, which embarks in reporting and accountable, kwa usahihi, kwa usawa na kwa uwajibikaji. Hiyo ndio responsible journalism. Na unapofanya hivyo ni lazima mambo muhimu yazingatie. Kwanza, to verify your facts. Verify your facts. Huwezi mwandishi wa habari kwenye chombo cha habari chenye heshima unakwenda unaandika story, unasema nimezungumza na nesi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. What is that? Is that journalism? Msemaji mkuu wa serikali yuko hapa, hujamuuliza. Kwa hiyo umekwenda kutafuta nesi ambaye jina lake hataki litajwe. Na msemaji mkuu wa serikali yupo, viongozi wa serikali wapo, serikali ipo. Avoid bias and conflict of interest and being transparent about your sources and mistakes. Lazima uwe mwazi. Uwezi ukasema kuna hili jambo limetokea, umelipata wapi? Si lazima useme. Si ndio uandishi wa habari? Sasa unakwendaje kutengeneza paniki chombo cha habari chenye heshima? Umenukuu watu wasiojulikana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hawafahamiki, wamehifadhiwa, wamefanyaje? Halafu nataka tukuamini. Hiyo na maoni ya mtu binafsi kuna tofauti gani? Ndugu zangu, nimezungumza kwa utuo ili kuambia mnachokifanya ni sahihi. Na mimi kazi yenu naiona, mnapotukosoa mnatukosoa. Mnapoona pamekwenda sawa sawa mnaandika. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, msidhani hili jambo linafanywa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Leo chukua vyombo vya habari vya Tanzania, tufanye magazeti. Chukua magazeti ya Tanzania. Utasikia SGR kukamilika 2030. Bandari ya Dar es Salaam mambo super. Dodoma inajengwa. Wakulima wachekelea mbolea ya ruzuku.
Sasa bima ya afya wakati umetimia. Kaangalie vyombo vya habari vya nchi jirani kule. Fulani na fulani vita kali. Nchi hatarini kusambaratika. Vurugu sijui zimefanyeje. Sasa how can you be proud of your country? Kwa kuchapisha maudhui kwenye vyombo vya habari ambayo kila siku yanachafua nchi yako, yanadhalilisha watu, ama kwa kutumia uandishi wa habari kimkakati kuchochea nchi bora, maslahi ya watu, maisha bora, kuandika kuhusu kero za watu ili zishughulikiwe, kuandika habari za kuwajibisha serikali ichukue hatua kwa ajili ya maisha ya watu. Nataka kurudia, you guys are very light. Very light. Na mimi ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Nimepewa jukumu hili na Mheshimiwa Rais tukiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, tuhakikishe sekta ya habari inakuwa bora na waandishi wa habari wanafanya kazi vizuri na kwa uhuru. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuwakwamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Hili ni jukumu letu sisi serikali, na tutalifanya, and be proud of us. La tano, kwa Watanzania wote, naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tung'amue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu, tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia, madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanywa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa, wawe wanauliza, nyinyi wenzetu huko mkiwa mna madai, mnachoma vituo vya mafuta, mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji. Mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao, mnafanya hivyo. Ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare, vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha, ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao, kwa sehemu kubwa maslahi ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi, na huko mbele nitaeleza. Wanatumia mkakati unaitwa the weaponization of narrative. The weaponization of narrative. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania. Simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa. Wanataka wageni wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Na naposema haya,
situngi maneno. Sisi wote tunatumia mitandao ya kijamii, tunasikiliza vyombo vya habari, vikiwepo vya majirani zetu. Wote mtakuwa mmeona kampeni za mtandaoni. Walianza kuhamasisha haki. Sasa kwa sababu wamefikia hatua tuliofikia leo, wameanza kubadilisha mwelekeo. Sasa wanakwenda kwenye lengo walilokuwa wanalitaka. Wanahamasisha tuende tukaharibu njia zetu za uchumi. Wanawatisha watalii. Wameanzisha kabisa na vikampeni kwenye mtandao, watalii wasije Tanzania. Labda niwaulize waandishi wa habari, hivi watalii wasipokuja Tanzania, wale madereva wa taxi waliopo kwenye miji, kwenye maeneo mbalimbali ambao wanasafirisha watalii, watamsafirisha nani? Watamsafirisha Mwajuma kutoka Buza kwenda Tandale? Wale mamantilia wanauza vyakula watamuuzia nani? Wale wanaouza vinyago watamuuzia nani? Wanaofanya biashara mbalimbali za madini, mazao ya chakula watamuuzia nani? Wazazi wetu wote ni wakulima. Mazao yao wakishavuna watapeleka wapi? Vita ya uchumi. Baadhi ya mbinu hasi wanazotumia ni kutengeneza maudhui ya uongo na kusambaza mtandaoni, ili mradi tu watu wapate hasira. Jana nilikuwa naona eti wanachapisha nukuu ya mimi, nukuu ya uongo. Eti nimesema watakaochapisha, watakaosambaza taarifa ya chombo fulani watakamatwa, watawekewa uhaini. Mimi nimesema wapi? Wanadhani watanitisha nisiseme kuhusu Tanzania? Labda Mheshimiwa Rais aniondoe hapa. Nitasema yote yanayohusu hii nchi na nitawaambia Watanzania ukweli kuhusu nchi yao. Hapo wakishatengeneza hako ka kibango chao, wameshakusanyana makundi kule, wanaanza kucomment pale matusi kushambulia. So what? Tangu mmeniona waandishi wa habari nimekonda? Nimepungua? Wamekuja wametengeneza nukuu nyingine, eti Mheshimiwa Rais amesema mwandishi wa habari wa chombo fulani, hicho sitaki hata kukitaja, ashtakiwe kwa uhaini. Rais kasema wapi? Ni lini Mheshimiwa Rais Samia kamzungumzia mwandishi wa habari au chombo cha habari chochote? Ili mradi tu wamekusanyana huko. Na mimi nataka niwaambieni ndugu zangu wa Tanzania, hasa vijana wangu, wakati mwingine kwenye haya mitandao mnaweza mkaingia mkadhani kuna kundi kubwa la watu, kumbe watu wajanja 10, 20 wamekusanyana mahali, kila mmoja ana akaunti za mitandao 200, 300, wanalipwa hapo. Kazi yao tu ni kupambisha, kuchochea, kutia fitina, kufanyeje. Hii ni nchi yetu wa Tanzania, ni muhimu tuilinde kwa wivu mkubwa. Naomba wa Tanzania tukatae kuruhusu mambo haya. Mheshimiwa Rais ameshasema serikali ipo tayari kusikiliza wote wenye madukuduku, wenye ushauri na wenye maswali. Yote yatapokelewa na yatafanyiwa kazi. Hakuna sababu ya kuharibu nchi yetu. Hakuna sababu. Hata mtoto nyumbani ukipishana lugha na baba, au watoto mkipishana lugha na baba, mnakwenda kutafuta moto, mnachoma nyumba ili mkakae wapi? Mkishachoma nyumba mnakwenda kukaa wapi? Mnakwenda kuchoma shamba la mahindi ili mle mawe, ili mle upepo. Mnakwenda kuchoma baisikeli inayompeleka mtoto shule ili aende kwa miguu. Natamani wa Tanzania mtambue kuwa malengo ya watu hawa kutengeneza chokochoko kupitia vyombo vya habari, kufanya uchochezi mitandaoni, kutia hasira watu, lengo ni kuharibu nchi yetu Tanzania. Wanataka kuangusha uchumi wa Tanzania. Wanataka kuharibu biashara zetu. Wanataka kupunguza watalii ili tukose fedha, na kibaya zaidi ni kutaka Tanzania iadhirike ili washindani wetu wa kibiashara wanufaike. Ni muhimu kutambua hii ni vita ya uchumi kama nilivyosema.
huko kwenye habari kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni njia ya kupita tu, lakini walikokuwa wanataka kufika ndio huku wanakokusema sasa, kwamba tukishavurugana, tumeshatiana hasira na joto limepanda, sasa tuanze kuharibu uchumi, tuanze upya. Tukiruhusu mtego huu utatuathiri sisi wote wa Tanzania. Naomba kurudia kama nilivyosema awali, matukio yale yaliyotokea siku chache na katika miji michache ya nchi yetu, kwa sasa hali ni shwari na Watanzania wanaendelea na shughuli.